Mambo vipi? Kama kawaida Unplug mezani tunakusogezea watu mbalimbali tuzungumze vitu ambavyo tunatamani kujifunza. Mimi naitwa T Mami, karibu. Leo tuko na mtaalamu wa masuala ya uraibu. Karibu kwenye studio za Unplug. Asante sana T. Naitwa Onesmo Anthony Rupili. Ni mkurugenzi Utopia Organization na Utopia Addiction Clinic. Lakini pia ni mtaalamu wa tiba ya uraibu. Tunaita International Certified Addiction Professional, ICAP Level 1 Treatment. Nafurahi sana kuweza kuwepo hapa. Uraibu ni nini? Uraibu ni gonjwa sugu la ubongo linalojirudia. Inajumuisha matumizi ya kemikali au tabia fulani ambayo humlazimisha mhusika kuweza kutafuta, kutenda au kujihusisha na tabia hiyo licha ya madhara ambayo mhusika anakutana nayo. Na kwa uhalisia uraibu umegawanyika katika makundi makuu mawili. Uraibu wa kwanza ni uraibu wa kemikali. Ili tuweze kufahamu uraibu wa kemikali ni nini, ni vyema kuweza kufahamu kemikali ni nini. Kemikali ni chochote kile ambacho binadamu anaweza kakitumia kikambadilishia fikra au utendaji mzima wa ubongo na mfumo mkuu wa neva. Kuna aina nyingi za kemikali. Kuna kemikali ambazo ni haramu, ambazo watu wengi wanazifahamu. Kwa lugha maarufu tunasema dawa za kulevya. Lakini pia kuna kemikali ambazo ni halali, ambazo baadhi yake zinapatikana hospitalini lakini pia na mtaani. Tunapozungumzia kemikali haramu, mfano wake ni kama heroin, ni kama vile methamphetamine, cocaine, bangi na kadhalika. Lakini tunapozungumzia kemikali ambazo ni halali, tunazungumzia pombe, tunazungumzia baadhi ya dawa zinazopatikana hospitalini kama vile benzodiazepine, phenobarbital, tramadol, oxycodone na kadhalika. Huo ni uraibu wa kemikali, tunasema substance addiction. Lakini pia kuna process addiction ambayo ni uraibu wa tabia. Uraibu wa tabia ni tabia ambazo ni za kawaida, ni tabia za binadamu. Mfano wake ni kuna uraibu wa ngono, kuna uraibu wa kufanya kazi, kuna uraibu wa internet, kuna uraibu wa kamari, kuna uraibu wa masturbation na kadhalika. Kwa hiyo kwa uhalisia na kwa kiufupi huo ndio uraibu. Kwa nini uraibu na sio kitu kingine? Okay, uraibu kwangu mimi ni kitu ambacho nilikipenda, nature ya tatizo lenyewe, kwa sababu ni sehemu ya afya ya akili ambapo watu wengi hawapendi kuzungumzia swala hili. Ni tabia ambayo tunasema ni antisocial, ambayo jamii hajaipokea kwa mikono miwili. Yeah, so through that nikaweza kupata udadisi na kuweza kutamani kufahamu uraibu kwa mapana na kwa undani zaidi ili kuweza kuwa sehemu ya suluhisho katika jamii. Unawezaje kuwapokea wagonjwa wenye changamoto ya uraibu? Okay, kuwapokea wanapokuja kwenye tiba nawapokea kama kawaida, lakini kuna utaratibu. Kitu cha kwanza ambacho tunachofanya au nachokifanya Utopia Addiction Clinic, mhusika anapofika tunafanya tathmini na uchunguzi kwanza. Tunasema assessment and screening. Hii itatusaidia sisi kuweza kubaini aina ya changamoto ambazo mhusika anazo, tunasema presenting issues. Lakini pia ukubwa wa tatizo ili kuweza kujua aina ya matibabu ambayo ni stahiki kwa mhusika. Kwa hiyo watu wanakuja kwa aina tofauti. Wapo ambao wanakuja wakiwa na utayari, wapo ambao wanakuja kwa kulazimishwa au kwa msukumo wa familia. So basically
Baada ya hapo kuna aina mbili ya tiba, tunasema inpatient na outpatient. Kuna wale ambao changamoto yao hainecessitate wao kuweza kukaa katika kituo chetu, lakini wapo ambao ni lazima waweze kukaa pale kwa ajili ya monitoring kulingana na ukubwa na aina ya matatizo ambayo mhusika anakuwa nayo. Yes. Ongezeko limekuwa kubwa sana la tatizo la afya ya akili. Hususan kwa wanawake ambao wanatumia madawa ya kulevya. Tunaomba utuambie changamoto kubwa ni ipi ambayo wanawake wanaotumia madawa ya kulevya wanaipata? Okay, kwanza kabisa nipende kusema swala la afya ya akili imekuwa ni tatizo kubwa ulimwenguni kote, na kulingana na takwimu za tunasema Ipsos 2024 imeweza kuainisha kuwa changamoto ya afya ya akili imekuwa ni threat, ni tishio ulimwenguni kuliko hata matatizo mengine ya afya. Yani imeoutsmart hata kansa, magonjwa ya moyo na kadhalika. So hii inasababishwa na vitu vingi. Tuanze kwanza generally kabla ya kuwafikia wanawake. Generally, kitu cha kwanza ningependa kuzungumzia tunasema social isolation and loneliness. Kumekuwa na upweke wa kijamii na utengwa. Sasa hii inasababishwa na vitu vingi. Tunaishi katika ulimwengu tofauti kwa sasa. Tunasema the era of AI and ChatGPT. Maisha yamebadilika kwa kasi kubwa sana. Na kwenye social isolation, kitu cha kwanza tunazungumzia ni family network. Kumekuwa napozungumzia family network ni namna ambavyo familia inavyotengenezwa na inavyo interact. Zamani namna familia ambavyo zilikuwa zina interact ni tofauti na sasa. Sasa hivi familia imekuwa more digital, kumaanisha kwamba hatukai tena pamoja kama familia. Back in the days, babu yangu mimi alikuwa na wake zake 4, wanaishi kama boma. Hapa bi mkubwa, bi mdogo, wote wanakuwa as a family. Kwa hiyo kinachotokea pale kibiolojia na kisaikolojia kunakuwa na bonding. Namna ambavyo binadamu wanaishi maisha yake siku ya leo, bonding inakuwa inakosekana. Sasa tunaposema psychologically, binadamu anapokosa bonding anakosa kitu kinaitwa attachment and attunement. Hichi ni kitu ambacho ni msingi sana katika maisha ya binadamu. Siku ya leo tunaishi fragmented, yani kwamba kama ni familia utajikuta kwamba kaka anaishi Mwanza, dada anaishi Arusha, mjomba anaishi sehemu nyingine ile yoyote ile. Hatuna ile formality ya familia kukaa pamoja. That is one. Naturally, binadamu kibiolojia na kisaikolojia ameumbwa kuweza kuinteract na watu wake wa karibu. Inampatia profound effect kwenye ubongo wake na ukuaji wake na namna ambavyo ana process maisha na experiences anazokutana nazo kila siku. So cha pili ni urbanization. Urbanization tunazungumzia, tunaishi katika ulimwengu ambao sasa hizi binadamu kila mmoja wetu amekuwa mbinafsi. Tunasema gated community. Gated community tafsiri yake ni kwamba katika urbanization miji inakuwa kwa watu wanaishi katika mageti kwa kujifungia. Tunaweza tukaona ni swala la kawaida, lakini back in the days watu walikuwa wanaishi kupitia ujamaa lakini kama community pia. Leo hii unaweza ukaishi mahali jirani wako humfahamu au hata hamuongei na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ile social interaction hakuna, ambayo ni kitu cha msingi sana kwenye ubongo wa binadamu. Lakini cha tatu ni hiyo tunasema face to face interaction hakuna. Mambo mengi sasa hivi yameenda digital.
tunaishi katika ulimwengu ambao familia au family gatherings sasa hivi zinafanyika online, kwamba tunaingia Zoom. Dada yuko wapi, nani yuko wapi, tunaingia Zoom. Sasa na the funny thing ni kwamba tunafurahia kwamba maisha yamerahisishwa, lakini kuna kitu cha msingi sana ambacho tunakimiss, which is human touch. Yani napokuona mimi wewe ana kwa ana, napokushika mkono, napokukumbatia, kuna namna ambavyo ubongo unakuwa una react. So tunapokosa human touch, tazungumzia vitu vinne. Kwenye ubongo wa binadamu tuna vitu tunaita hormones and neurotransmitters. Hivi ni vitu ambavyo ni essential for survival na maisha ya binadamu ya kila siku. Mfano ni dopamine. Kuna dopamine, kuna endorphins, kuna oxytocin, kuna serotonin. Kwa hizi neurotransmitters zina kazi tofauti tofauti. Takupa mfano. Oxytocin, neurotransmitter ambayo inamsaidia mtu kufanya social bonding, lakini pia kutengeneza trust baina ya watu wawili. Lakini pia tunasema it's a hormone of love. Yani nikikukumbatia wewe, pasipo wewe mwenyewe kujua, ubongo unazalisha hiyo kemikali. Unahisi safety, unahisi upendo, unahisi salama. You get? Kwa hiyo ina maana tunapokosa human touch, ile kukutana face to face na kugusana, that means we are missing that. Lakini pia kuna neurotransmitter inaitwa dopamine. Dopamine katika hichi tunachozungumzia ina kazi nyingi tofauti, lakini katika muktadha huu dopamine inamsababishia mtu kutengeneza attachment, lakini pia ule uwezo wa kujihisi tunasema kuwa satisfied. Ina maana napokuwa sipati human touch, hicho kitu nakikosa. Lakini pia serotonin ni mood stabilizer. Yani kwamba napokuwa na stress, ubongo wangu unazalisha hormone inaitwa cortisol. Kwa hiyo napokuwa na bonding au napokuwa na human touch, ubongo unazalisha serotonin, una stabilize ile hali na kuondoa nini? Stress. Which means that kama tutakuwa tunakutana on Zoom kwenye digital platforms, ina maana tunakosa hivi vitu vyote. Kwa mwisho siku inazalisha matatizo mengi ya afya ya akili. Unawezaje kumfahamu mtu mwenye ugonjwa wa afya ya akili? Okay, tukisema afya ya akili it's a broad term, ni tatizo, yani ni msamiati mpana sana. Kwa hiyo kuna aina nyingi ya matatizo ya afya ya akili, lakini basically tunaweza tukasema overt behaviors, tabia ambazo zinaonekana kwa nje. Kwa hiyo sasa itategemea tunazungumzia aina ipi ya tatizo ya afya ya akili. Lakini pia kuna vipimo. Unafanya screening na assessment na kuweza kufanya diagnosis na kuona kwamba huyu mhusika ana changamoto ipi ya afya ya akili. So sijajua ungependa kujua aina ipi ya afya ya akili sasa, maana matatizo ni mengi.